Samia out. Out. Yeah, sisi ni Watanzania kutoka Washington. Kwanza tunatuma salamu za pongezi na hongera kwa Watanzania wote kwa kazi kubwa iliyofanyika katika kufanya mabadiliko makubwa ya nchi yetu. Na sisi tupo na nyie, tunaungana na nyie katika juhudi hizi za mapambano. Pia tuna ujumbe kwa nchi yetu kwa sababu tuna uchungu na tunaumia kwa yanayoendelea. Kutokana na uchaguzi huu wa mwaka 2025 tumekuja na mazingira ya kisiasa ikiwa na changamoto kubwa. Vyama vikuu vya upinzani vimezuiliwa kushiriki, viongozi wake wakikamatwa na kushirikishwa na mashtaka yanayopingana na haki za msingi. Wote tumeona hii katika vyombo vya habari na nchi yetu ikiendelea. Haki za raia kushiriki katika siasa, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kuzungumza bila hofu vimepunguzwa. Zaidi ya hayo, ripoti za vyombo vya habari na mashirika za haki za binadamu zinaonyesha kuwa baadhi ya maandamano ya amani yamekumbwa na hatua za kipolisi, yakiwemo risasi na gesi machozi ambazo zilisababisha majeraha na vifo. Tarehe 29 Oktoba, wakati wa uchaguzi mkuu, watu wengi wameumia kutokana na majeraha yalisababishwa na Samia out. Message yangu inakuja kwako mkuu CDF, mkuu wa majeshi, rais wangu au uliokuwa rais wangu, kwa sababu sasa hivi bado sijakubali kama kuna serikali Tanzania. Inasikitisha sana kuona raia wanauawa, wanakosa haki zao za kisiasa. Inasikitisha sana kuona raia wanakosa amani, wanashindwa kuishi katika mazingira ya kueleweka. Rais uliokuwa rais wa Tanzania, ni bora kuachia ngazi. Samia out. Samia out. CDF, mkuu wa majeshi, ni bora kama umeshindwa basi uamue kuachia ngazi, kwa sababu haina namna au haina haja wewe kushindwa kuwalinda wananchi. Hilo ni jeshi la wananchi. Samia out. Samia out. Tunachoshwa na vitendo vya askari wa usalama, wametuchosha kwa vitendo vya kuwateka watu, na ile hali askari hao wanajulikana. So hii mambo sisi kwa hapa Marekani tunaiwakilisha Tanzania. Mimi kwenye ukuaji wangu nilikuwa najua wanawake ni watu wenye huruma sana na watu wenye upendo, lakini Samia umekuja kubadilisha mawazo yetu watu wengi kwamba wanawake hatufai kwenye ngazi ya uongozi wala ngazi yoyote ya kuongoza watu. Hivyo basi tunajua sisi hatujakuchagua kama Watanzania wala hatukukutaka. Ilitokea ukawa rais kutokana na rais tuliomchagua kuchukua maisha, Mwenyezi Mungu kuchukua maisha yake. Hivyo basi tunaomba kwenye hii miaka iliyobaki utuache nchi yetu kama ilivyokuwa zamani. Tunaogopa sasa hivi kwa sababu rais unachukua maamuzi ya kuingilia wanaume wengine kinyume na maumbile ili wakuogope na wakuheshimu. Hilo sisi kama Watanzania hatutakubali na hatuwezi kukaa nalo kimya. Hivyo Watanzania wenzetu mloko nyumbani, we are very proud of you. Tunawashukuru sana kwa kile mlichofanya. Mapambano yaendelee mpaka tupate haki yetu. Samia out. Samia out. Out. Sisi ni Watanzania kutoka Washington State. Tunawapongeza Watanzania wote kwa kile kitendo walichokifanya cha kuandamana, maandamano ya amani, japo serikali iliingilia na kuua baadhi ya watu na watu wameumia na watu wamekufa, lakini tunatupenda kuwapa pole na tupo wote tumeumia sana. Tunachotaka kusema ni kwamba sisi kama Watanzania pia huku tunahitaji serikali mpya, tunataka kuanza upya. Tunataka serikali ambayo itakuwa na demokrasia ya kweli. Watu wataweza kupiga kura, watu watachagua viongozi wa wanataka. Tizama mpaka sasa hata kwenye uchaguzi wenyewe inaonyesha ni hali gani Mama Samia akubariki. Watu hawakujitokeza kwenye uchaguzi kwa sababu hatukumhitaji, watu tunaohitaji wamewafunga. Huo sio uchaguzi. Watu viongozi ambao tulikuwa tunawataka wako kwenye minyororo gerezani wakitumikia kwa makosa ambayo sio ya kwao. Tunataka mkamwachia Tundu Lissu nje.